Hali gani mtazamaji wa Channel 10 Plus, bila shaka mzima wa afya. Leo ni Jumamosi ya Aprili 18 mwaka ni 2026. Nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Karibu tuanze na habari za kitaifa tukianzia jijini Arusha. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewapongeza wanawake nchini kutokana na mchango mkubwa wanaotoa katika kukuza uchumi wao binafsi na taifa kwa ujumla. Amesema kuwa zaidi ya 50% ya biashara ndogo na zakati zinamilikiwa na wanawake, hivyo inaonyesha wazi kuwa injini ya uchumi wa taifa inaendeshwa kwa kiasi kikubwa na wanawake. Waziri Mkuu amesema hayo katika hotuba yake aliyotoa kwenye mkutano wa wafanyabiashara wadogo na wakati katika maonyesho ya uwekezaji wa biashara yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa hoteli ya Four Seasons jijini Arusha. Pia waziri mkuu ametoa wito kwa wajasiriamali kutumia kikamilifu fursa za miundombinu ikiwemo reli ya kisasa ya SGR na reli ya Tazara inayofanyiwa maboresho ili kufikia masoko ya kimataifa kupitia kanda za Northern Corridor na Central Corridor, hatua itakayorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka Tanzania hadi maeneo kama Kampimposhi nchini Zambia. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Dr. Pius Chaya ametumia fursa hiyo kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri na msaada mkubwa anaotoa katika ofisi yao na hivyo kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao. Naye naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema serikali imeweka mkazo katika kukuza sekta ya biashara ndogo na zakati ili ziweze kuchangia kikamilifu katika ukuaji wa uchumi, ajira na mapato kwa taifa yanayotokana na kodi. Shirika la uhifadhi wa mazingira duniani WWF kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania na Kenya imezindua mradi wa kukarabati miundombinu ya vyanzo vya maji uliolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yamezikumba baadhi ya wilaya kwenye mikoa ya Kilimanjaro na Arusha nchini Tanzania pamoja na eneo la Laitokit nchini Kenya. Tupate undani wa taarifa kutoka kwa Ahmad Nandonde. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo mjini Moshi, mratibu wa WWF Tanzania Novat Kesi amesema utekelezaji wa mradi huo utahusisha shughuli mbalimbali ikiwemo ukarabati wa miundombinu ya maji na upandaji miti kwa ajili ya kulinda vyanzo vya maji na kuimarisha uhifadhi wa mazingira katika wilaya ya Rombo. Mradi utatekelezwa Rombo, lakini pia utafaidisha wilaya za Longido ambayo imepakana na Rombo, wilaya ya Siha, lakini pia wilaya ya Rumeru. Mkuu wa wilaya ya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala amesema mradi huo utachangia upatikanaji wa maji kwa asilimia kubwa, hususan katika kipindi cha ukame, kwani zaidi ya watu 2.5 watanufaika. Kipindi cha kiangazi Rombo tunapata 42%. Kipindi cha masika 69%. Tunatoa maji ambayo yanatoka mlima Kilimanjaro ambao uko Tanzania, na sisi wa Kenya huko Laitoktok tunatumia maji ambayo yanatoka Kilimanjaro. Kwa hivyo huu mradi naona kwamba unaenda kuwa faida sana. Mkuu wa idara ya vibali vya utumiaji wa maji bonde la Mto Pangani Brown Mwongoka akaeleza namna wananchi watakavyonufaika na mradi huo. Zipo shughuli za kuelimisha jamii na zipo shughuli za upandaji wa miti na zipo shughuli za kuboresha miundombinu ya maji. Mradi huu mpaka utakapokwenda kukamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa sana mfumo mzima wa usimamizi wa rasilimali za maji. Tuwe vinara wa kufikisha hii elimu kwa jamii. Kwa sisi wadau wa mazingira wakuu, natamani hii elimu ifike kwa jamii nzima. Ahmad Nandonde. Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Jeshi la Mapinduzi ya Iran IRGC limetangaza kufunga tena mlango bahari wa Hamas, ikidai hatua hiyo inalenga kujibu kile walichokiita uharamia wa Marekani. Uamuzi huo wa ghafla unakuja chini ya saa 24 tangu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi atangaze kuwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji imefunguliwa kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon. Mlango huo wa Hamas ni njia nyeti inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ya dunia, hivyo kufungwa kwake kunatarajiwa kuongeza taharuki katika masoko ya kimataifa ya nishati. Mvutano katika eneo hilo umeendelea kupanda tangu mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Irani yaliyofanyika Februari 28, hatua iliyosababisha Tehran kuimarisha ulinzi wake katika njia hiyo muhimu. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wamesema hatua hii inaashiria kuendelea kwa hali ya sintofahamu Mashariki ya Kati, huku Hamas ikiendelea kutumika kama silaha ya kisasa na kijeshi yenye athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Wafanyabiashara wa mifugo wanaotumia mnada wa Nderema uliopo katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wamelalamikia changamoto ya ubovu wa miundombinu ya mnada huo ikiwemo barabara wakati huu wa kipindi cha mvua,
hali ambayo inasababisha kupungua kwa idadi ya wanunuzi wa mifugo inayopelekwa kwenye mnada huo. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi. Wakielezea changamoto hiyo ambayo katika kipindi hiki cha mvua imeonekana kuwa kikwazo kikubwa kwa shughuli zinazofanyika ndani ya mnada huo, baadhi ya wafanyabiashara, wafugaji pamoja na mwenyekiti wa mnada huo Bwana Abdi Mahandeni wamesema kuanzia magari yanayoingia mnadani kuchukua mifugo hakujaboreshwa, ambao kulitakiwa kupigwe changalawe mpaka kwenye stage ambayo wanapakiliwa ng'ombe. Miporomoko nayo iko mingi ambayo imewafanya hata mfugaji anapokimbiza ng'ombe anaweza akavunja hata mguu. Kipindi cha jua huwa matajiri wengi wanafika hapa. Kwa kipindi cha mvua hiki njia inakuwa ni tatizo. Tunashauri tupatiwe msaada wa njia. Tunaathirika kwa sababu unaweza kukuta kuna watu wanatoka sehemu mbali kuja kununua ng'ombe huku, lakini kuitoa huku kusafirisha huko kwao inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo inatuathiri kwa muda mwingine, wengine kuishia kwenye mnada mingine. Bovu wa barabara hasa inayoelekea kwenye mnada huo umeshuhudiwa na kamera Channel 10 wakati ilipokutana na vijana walioamua kurekebisha eneo korofi la barabara hiyo kwa kutumia nguvu zao wenyewe ili kujipatia kipato kutoka kwa watumiaji wa barabara hiyo, na hapa wanaeleza. Kama hivi mnavyoona barabara mbovu, tumeamua kujitolea kama ndugu wananchi kwa ajili ya kupata chochote kitu, ili mradi kuweza kutengeneza tu barabara, ili mradi kwamba magari yaweze kupita kwa vizuri. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii katika halmashauri ya mji wa Handeni Bwana Shaban Ramadhan amekiri kuwepo kwa changamoto ya miundombinu kwenye mnada huo na kueleza mipango ya halmashauri katika kutatua changamoto hizo. Masuala mazima ya miundombinu kweli kwa kipindi hiki cha mvua yamekuwa sio mazuri. Kwa hiyo tutarekebisha miundombinu, tutakuwa mizuri zaidi kwa sababu eneo hili tunalitegemea zaidi kwenye mapato ya halmashauri ya mji wa Handeni. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba askari 192 waliohitimu astashahada ya awali ya usimamizi wa wanyamapori wametoa onyo kali la kuwajibishana kijeshi na kisheria dhidi ya majangili wanaohujumu hifadhi za taifa nchini. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mbinu mpya za kukabiliana na majangili zilizovunwa na askari hao kutoka taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi wilayani Ilemela jijini Mwanza baada ya kuhitimu kozi hiyo zinatumika kama salamu. Katika jitihada hizi, wahitimu 62 katika taasisi hiyo wanaeleza vipaumbele vyao ikiwemo ununuzi wa vifaa vya mafunzo, hoja iliyoungwa mkono na mkuu wa taasisi hiyo Jeremia Msigwa. Upungufu wa vifaa vya mafunzo kama vile vitabu, GPS na hadubini. Vifaa vilivyopo ni vichache ikilinganishwa na idadi kubwa ya wanachuo ambao wanadahiliwa kila mwaka. Tunajua kwamba mambo ya uhifadhi yanaenda na teknolojia, mambo ya drones, mabomu kwa ajili ya kufukuza tembo, lakini pia kamera za kisasa, bado taasisi haijaweza kuwa navyo. Tunaomba mgeni rasmi, kama itawezekana katika mipango ya wizara, niwahakikishie tu wazazi mliojitoa ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanahitimisha mafunzo yao leo, kwamba uwekezaji mlioufanya mtaona faida yake mara baada ya wahitimu hawa kutunukiwa vyeti vyao leo. Kisha majibu yakatolewa na mkurugenzi wa mafunzo na utalii kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Edward Kohi. Tutafanya utaratibu kila mwaka tuwe tunaongeza GPS zisizopungua 20, maana hivi ni vifaa vinavyoharibika na vinapitwa na wakati. Kwa kauli moja, wahitimu hao wamesema watahakikisha wanakuwa wazalendo wakati wakitekeleza majukumu yao ili kuziwezesha rasilimali za taifa kurithiwa na vizazi hadi vizazi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wananchi wa kata ya Nalingu halmashauri ya Mtwara vijijini mkoani Mtwara wameishukuru serikali kwa hatua kubwa zinazoendelea kuchukuliwa katika kuwaletea maendeleo katika kata yao na kueleza kuridhishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo ikiwemo ujenzi wa kituo cha afya kitakachogharimu zaidi ya shilingi bilioni 1. Mwandishi wetu Adam Malima ana undani wa taarifa hiyo.
Katika mkutano maalum ulioandaliwa na diwani wa kata hiyo Mohamed Mnaka, ambao ulilenga kuelezea miradi inayotarajiwa kutekelezwa katika kata hiyo na kuwashukuru wananchi kwa kumpa ridhaa ya kuwaongoza kupitia Chama cha Mapinduzi. Tunapata asa kutafuta huduma za afya ziko mbali, lakini zikishakamilika tunashukuru sana. Kwetu ina tija kubwa sana. Mfano pale Mnazi, manake ilikuwa tunauzia tu kwenye mwalo ambao tuliujenga kienyeji, lakini sasa hivi unakuwa mwalo wa kisasa. Mheshimiwa Diwani, mpaka leo tunapozungumza tayari tunajenga kituo cha afya kwenye kijiji cha Nete. Aidha, kwa upande wake Diwani Mohamed Mnaka ameeleza hatua mbalimbali za maendeleo zilizofikiwa tangu achaguliwe, ambapo miradi kadhaa imeanzishwa na mingine ikiendelea kutekelezwa, huku akiwaomba wananchi kuendelea kumpa ushirikiano ili kuleta maendeleo ya kata na nchi kwa ujumla. Shaanza ujenzi wa kituo cha afya chenye thamani ya bilioni 1 katika kijiji cha Mnete kwenye kata hii ya Nalingi, na pia tuna ujenzi wa mwalo kwenye kijiji cha Mnazi ambako tulikuwa na changamoto ya kupata mzabuni, na kwa sasa hivi tayari mzabuni ameshapatikana. Kuanzia wiki inayokuja ujenzi unaenda kuanza katika kijiji cha Mnazi, ujenzi wa soko la samaki. Kutoka mkoani Mtwara, Adam. Wavuvi katika halmashauri ya Mtama wilayani Lindi mkoani Lindi wametakiwa kujisajili ili waweze kutambulika na kupata mikopo, ambapo hadi hivi sasa wavuvi 200 ndio wamejisajili na kutambulika rasmi, na kwamba hatua ya kujisajili itawezesha serikali kutambua mahitaji yao ya moja kwa moja, ikiwemo kupata mikopo ya vyombo vya uvuvi. Taarifa zaidi na Aidan Mhando kutoka mkoani Lindi. Hayo yanabainishwa na afisa uvuvi wa halmashauri ya Mtama Hussein Mkama katika baraza la madiwani la halmashauri hiyo, ambapo anasema hadi sasa wavuvi 200 ndio wamejisajili rasmi na wanatoka katika kata za Navanga, Sudi na Nachunyu. Kutana na changamoto ambayo wavuvi hao wengine wasiotambulika wanauza nje ya sehemu za kuuza samaki. Kwa hiyo tunashindwa kutambua mahitaji yao ya moja kwa moja, namna gani tunaweza tukainua uvuvi ambao ni shughuli yao ya kipato pia na lishe kwenye makazi yao, na pia tunashindwa kutambua mahitaji yao moja kwa moja kwa namna ya kukopesheka boti. Mwenyekiti wa halmashauri ya Mtama Abdalla Tipu anaihimiza suala la kuongeza juhudi za ukusanyaji wa mapato katika halmashauri hiyo, huku mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Anderson Msumba akisisitiza umuhimu wa wavuvi kujisajili. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, kiukweli kwa kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi tuko salama na shughuli zinaendelea, na bado tuna mikakati zaidi ya kukisaidia chama chetu cha Mapinduzi kutumia ilani, lakini pia na wadiwani hawa kila mtu katika eneo lake kutimiza wajibu wake. Kwenda kuvua, wale samaki wanapata kule hawaji kuuzia huko kwenye mwalo, wanauza kule juu, wanauza kule baharini juu kwa juu ili kukwepa ushuru. Kwa kufanya hivyo sisi tunashinda kujua takwimu halisi za uwezo wetu wa uvuvi, na kwenye mambo ya serikali kwa shida kwenye kuwekea kwenye mipango. Rai yangu wavuvi kwenye eneo letu la Mtama wajitahidi kila mvuvi awe na leseni ya uvuvi kwa mujibu wa sheria na chombo chake akisajili. Kutoka hapa katika halmashauri ya Mtama wilayani Lindi mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Asante Aidan Mhando kwa taarifa hiyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kuwasili nchini Angola, ikiwa ni tukio cha 3 katika ziara yake ya siku 10 barani Afrika. Ziara hiyo imevutia hisia za kimataifa kufuatia mvutano wa maneno kati yake na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati. Kabla ya kuelekea Angola, Papa Leo wa 14 anahitimisha ziara yake nchini Cameroon kwa kufanya misa fupi katika uwanja wa ndege. Akiwasili katika mji mkuu wa Rwanda, Papa anatarajiwa kukutana na rais wa nchi hiyo Joao Lourenço na kutoa hotuba muhimu sanjari na kupokelewa na maelfu ya waumini, huku picha zake zikiwa zimejaa katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo kama ishara ya mapokezi makubwa. Katika ujumbe wake, Papa Leo wa 14 anatarajiwa kusisitiza amani ya dunia, hasa kwa kuzingatia historia ya Angola iliyopitia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika takriban ya miaka 27 tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1975.
Watumishi wa Mungu wakiwemo manabii na mitume wameshauriwa kugawa muda wa kufanya ibada na muda wa kufanya ujasiriamali ili wawe na uchumi imara, kwani ili madhabahu ziende sambamba na mambo ya kiroho pia zinahitaji fedha. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ushauri huo umetolewa na Rais wa Mitume na Manabii Tanzania Apostle Daktari Joakim Kimanza wakati alipoalikwa katika mkutano wa kwanza wa halmashauri kuu ya Baraza la Born Again Charismatic Council of Tanzania BACT uliofanyika Kimara Mwisho jijini Dar es Salaam. Sasa hivi watumishi wa Mungu, ili madhabahu iende, ni lazima kabisa tufanye kazi za mikono, sio madhabahuni peke yake, kwa sababu kazi ya madhabahu ina masaa 3 peke yake. Kusoma Biblia labda ni dakika 20, kutafakari Mungu inaweza ikawa lisali moja, lakini masaa yanayobaki duniani ni mengi sana, ambayo unapaswa kila mtumishi wa Mungu awe mjasiriamali, atafute fedha. Mwenyekiti wa Baraza la BACT Profesa Shem Bilinge akaeleza lengo la mkutano huo, huku makamu mwenyekiti wa BACT Taifa Mchungaji Dr. Violet Mshana akieleza umuhimu wa baraza hilo. Kuwa na mafunzo na semina elekezi kwa watumishi wa Mungu ambayo tawasaidia kuboresha huduma zao na kuwasaidia hasa waumini ama washirika katika makanisa yao kuweza kujijenga kiroho na kimwili. Lakini pia tumesisitiza sana kwa bado watumishi wa Mungu kutengeneza uchumi wao, kwa sababu kama watumishi bado tunahitaji kuimarisha uchumi wetu. Baraza hili linaenda kutusaidia kwanza kutuweka pamoja, kwa sababu makanisa mengi unakuta kila mchungaji alikuwa yuko kipeke yake, hata changamoto zinapotokea anahangaika peke yake. Lakini tunapokuwa na baraza letu ambalo kama hivi limesajiliwa, linaweza likatusaidia hata kujua mchungaji mwenzetu ana shida gani. Naye katibu mkuu wa BACT Bishop Kenneth Ngoliga akawataka watumishi wa Mungu kujiunga na baraza hilo ili waweze kunufaika. Niwakaribishe sana ndani ya BACT, na BACT tuko vizuri kwa ajili ya kulea maono na kuyainua. Margaret Malisa, Channel 10. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Othman Abasi Ali, amesema ni wakati sasa wa watumishi wa taasisi hiyo kujikita zaidi katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano ili kuendana na mabadiliko ya dunia. Amesema kutokana na kukua na matumizi ya ajili ya akili unde na ni wazi kuwa kutawaliwa kwa mbinu mpya za matumizi ovu, hivyo ni wakati sahihi kuendana na mabadiliko hayo kupitia mifumo ya kidigitali. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ni kikao cha urasimishaji wa mashirikiano kati ya afisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na afisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za Serikali ya India. Dr. Abasi Ali ni CAG Zanzibar kwanza anaelezea madhumuni ya mashirikiano hayo. Kitu ambacho tunachokitaka kukifanya ni kuunga mkono jitihada za serikali za kuboresha utendaji kazi kwa watumishi, lakini kuwajengea uwezo watumishi kufanya kazi zao wakiwa na knowledge, wakiwa na taaluma nzuri. Kiano huo taasisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali itaweza kupiga hatua kwa kuwajengea uwezo watumishi wa taasisi hiyo na kufanya kazi za ukaguzi ngazi ya kitaifa na kimataifa. Kozi hizi zitasaidia zaidi kurahisisha ukaguzi wa serikali, lakini pia itasaidia kutoa taarifa zilizokuwa sahihi na zisizokuwa na shaka. Na taarifa hizi pia zitaweza kutumika kama evidence mahakamani. Afisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu hesabu za serikali imepanga kusomesha watumishi 183 ndani ya miaka miwili ya ushirikiano wa afisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali ya India. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Kwingineko ni kwamba makamanda wa jeshi la polisi kutoka mikoa ya Mbeya, Iringa na Njombe wametaka askari wa jeshi hilo kufanya kazi kwa weledi mkubwa pamoja na kushirikiana na wananchi ili kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyojitokeza katika jamii. Michael Patrick ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza wakati wa sherehe ya Police Family Day mwaka 2026 iliyowakutanisha askari pamoja na familia zao, viongozi hao wamesema ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni nyenzo muhimu katika kuimarisha usalama. Nachoweza kuwashauri ni kwamba tulipata support sana ya wananchi, tujenge ubia kwa wananchi zaidi, kwa sababu wale ndio ambao nafasi sisi tuwepo. Sisi peke yetu hatuwezi, tuwashirikishe. Naamini kamanda, tuna watu hapa mjini, tuna watu Makambako, tuna watu Ilembura, tuna watu Wanging'ombe, maeneo tofauti. Tuwashirikishe wote katika shughuli zetu hizi kusudi mambo yaende vizuri. Jawi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya
Tunawashukuru sana kutukaribisha katika sherehe hii, na kama mnavyojua shughuli za jeshi la polisi kwenye shughuli za sherehe, mapumziko, sisi jeshi la polisi huwa tuko kazini. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmudu Banga amesema jeshi hilo linaendelea kushirikiana na wananchi kupitia ulinzi shirikishi. Tumeshirikiana na tumeweza kupunguza makosa mbalimbali ya kihalifu ikiwemo mauaji, matukio ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Naye mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Njombe amewapongeza askari polisi kwa uzalendo wao katika kulinda amani ya nchi. Mmekuwa mkifanya kazi hii kwa weledi mkubwa na kwa uaminifu mkubwa. Tunawashukuruni sana kwa kutoa maisha yenu kwa ajili ya Watanzania, kwa kutoa maisha yenu kwa ajili ya amani ya Tanzania. Tunawashukuruni sana. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa kutoka mkoani Njombe. Na sasa tuelekee jijini Mbeya, ambapo baadhi ya madereva wa daladala jijini Mbeya wamedai kukatisha safari na kuwashusha abiria kabla ya kufika mwisho wa vituo vyao na kuwahamisha kwenye magari yanayoendelea na safari hadi mwisho wa vituo hivyo, hali inayosababisha usumbufu kwa wasafiri wengi. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Epimarcus Apolinari. Channel 10 imebaini wazi abiria wakishushwa njiani ili kuhamishwa kwenye magari mengine maarufu kufaulishwa, huku makondakta wakitofautiana kwenye maslahi ya abiria hao. Mimi nasubiri hapa abiria faulisha bana, wengine nipate hela. Sasa ukisema unanipa hela ndogo mimi niende bila hela, gari litajaza maji au? Kutokana na kadhia hiyo, abiria wameiomba serikali kupitia mamlaka zinazohusika na usafiri wa ardhini LATRA kukomesha changamoto hiyo kwa madereva wa daladala, wakidai kuchoshwa na usumbufu na kupoteza muda mwingi safarini. Sijapenda tabia. Sijaipenda tabia kabisa. Na iwe mwisho leo ikiwezekana. Mnafika hapa nachukua nauli wala hawasemi. Tunaishia wapi? Fika hapa wanasema shukeni mpande gari nyingine kwenda mjini. Tukifika hapa Mbeya mjini, hapa sasa kabu tunakuta gari kama hii imejaa. Sasa tutakaa wapi? Mzee wetu wote huu wanatuhangaisha. Sisi sio wa kuhangaika, nahangaika mzee wa watu. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya madereva wamekiri kufaulisha abiria katika magari mengine na kueleza sababu ya kufanya hivyo. Yaani kisheria inatakiwa uwafikishe mwisho wa kituo, mwisho wa safari, lakini tunafanya hivyo na sisi kutokana na ugumu, mafuta ni mengi tunatumia. Yaani gari nzima libakia abiria ni mmoja tu, naye nikaamua kumuomba nikamfaulisha ili aendelee na safari, ili mimi nikatisha na ruti tena uyole. Afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Mbeya, Mhandisi Shabani Mdende, amewataka madereva kuzingatia masharti ya leseni zao, huku akiwasisitiza abiria kutoa taarifa LATRA ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. Kwa mazingira tuliyokuwa nayo, wajitahidi kuzingatia masharti ya leseni za usafirishaji ili kwa pamoja tuendelee kuwahudumia abiria na kutokuwasababishia kero na kuwapotezea muda katika majukumu yao. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinari, Channel 10. Taarifa ya Epimarcus Apolinari na tuwekea utuo kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, usiondoke.